Sakata la kujeruhiwa kwa mwenyekiti wa TEC na padri wa kanisa la huko Kurasini ambaye anaitwa Charles Kitima limefungua ukurasa mpya mara baada ya polisi kuthibitisha kuwa mtu mmoja ameshikiliwa na polisi wa kanda maalum ya Dar es Salaam kwa shambulio hilo dhidi ya Padri Charles Kitima ambaye pia ni katibu wa TEC. Jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam linamshikilia mtu mmoja kwa tuhuma za kuhusika katika shambulio dhidi ya Padri Charles Kitima. Katibu wa Baraza la Maaskofu Tanzania yani TEC aliyejeruhiwa kichwani na kitu butu akiwa katika eneo la maliwato ya kantini ya TEC huko Kurasini. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam Jumanne Mlilo, tukio hilo lilitokea usiku wa kuamkia Mei Mosi majira ya saa 4:15 usiku, muda mfupi baada ya Padri Kitima kuhitimisha kikao cha viongozi wa dini kilichofanyika tangu saa 3 asubuhi hadi saa 1 jioni. Baada ya kikao, Padri Kitima alielekea kwenye kantini ya baraza na kubaki hapo hadi saa 4:15 usiku. Alikwenda maliwatoni na ndipo alipojeruhiwa kichwani na watu wawili waliotumia kitubutu, taarifa ya polisi ilieleza. Padri Kitima alikimbizwa katika hospitali ya Aga Khan ambapo anaendelea kupatiwa matibabu na hali yake inaelezwa kuwa inaendelea vizuri. Jeshi la polisi limeeleza kuwa linamshikilia Lauli Mahabi almaarufu kama Haraja, mkazi wa Kurasini, kwa mahojiano kuhusiana na tukio hilo na linafanya uchunguzi wa kina wa chanzo cha tukio hili na kuwachukulia hatua kali na za haraka wote waliohusika. Awali, baadhi ya mashuhuda na waumini wa kanisa hilo waliokuwepo kwenye mgahawa mmoja ndani ya viunga vya TEC Kurasini walieleza Jambo TV kuwa Padri Kitima akiwa kwenye mazungumzo na baadhi ya watu alinyanyuka na kuelekea msalani, na ghafla kwa dakika chache walitokea watu waliomshambulia kwa sekunde chache na kisha kuondoka. Na baadaye ndipo Padri Kitima alipoonekana akiomba msaada akiwa anavuja damu katika sehemu mbalimbali za mwili wake. Mara baada ya shambulizi hilo, Padri Kitima alipatiwa matibabu ya awali kwenye kituo kidogo cha afya cha TEC kilichopo eneo hilo. Padri Kitima, kando ya utumishi wake na nafasi alionayo ndani ya kanisa, amejipatia umaarufu mkubwa nchini Tanzania kwa miaka ya hivi karibuni kwa namna ambavyo amekuwa mkosoaji mkubwa wa mienendo inayofaa kwenye jamii na akiwa mstari wa mbele katika kuhubiri utawala wa sheria na haki za binadamu pamoja na demokrasia. Wote nadhani tutakuwa tunamkumbuka Padri Charles Kitima. Ndo huyu ambaye kila siku amekuwa akipigia kelele serikali kwa ajili ya kumwachia Tundu Antipas Lissu kwa sababu makosa yake bado hayajathibitishwa kwamba alikosea kweli au ni njama tu za siasa na fitina za siasa. So leo hii tunaambiwa amejeruhiwa. So ni habari ambayo kidogo inatia simanzi kwa wale wote ambao wanahubiria amani na wanaendelea kupambania ni jinsi gani ambavyo wanaweza wakaleta amani kwenye taifa letu kuelekea kipindi hiki cha uchaguzi ambacho tunakiendea. Lakini ndo hivyo, Kitima naye ameshajeruhiwa, so mambo yanakuwa ni mengi, lakini kila kitu kitakaa sawa. Mimi naamini wanasema ufukapo moshi ujue kuna moto. So tutajua mengi, tutajua ni kipi ambacho kilikuwa kinaendelea katika hili sakata
mara baada ya hawa watu kuweza kukamatwa na kutiwa nguvuni na kuweza kutoa uthibitisho wa nani aliwatuma na ni kipi ambacho kilifanya waweze kufanya tukio kubwa kama hilo. Lakini nilitaka niangalie maoni ya watu wengine wanasemeje. Lakini naanza na huyu, yeye akasema Mungu akuongoze mheshimiwa Padri Kitima, usichoke. Lakini mwingine akasema nakaa na kujiuliza mazingira yaliyopelekea nchi ya Somalia chini ya Said Barre hapakuwepo Al-Shabaab na Nigeria chini ya General Gowon wala hapakuwepo Boko Haram. Mazingira yalitengenezwa, mbuyu ukiwa mchanga hauna tofauti na mchicha. Lakini mwingine akasema hawa watu wanadanganywa vyeo, huenda kumpiga padri tena kwa siku chache tu kutoka kukemea jambo fulani chini ni tatizo kubwa. Lakini mwingine akasema viongozi wote wa dini muandamane na Wakristo nchi nzima, miji mikubwa na midogo, kushinikiza amani nchini, na pia wafanye mkutano wa damu. Huenda dunia inaelewa Watanzania wanataka nini. Lakini mwingine akasema Mungu amsaidie Kitima, kama kuna mtu ana insurance na uhai wake kiasi cha kushambulia watetezi wa haki za watu, hususan viongozi wa dini, tunamwachia Mungu. So hayo yalikuwa ni maoni ya kile ambacho kinaendelea au kwa mchungaji Kitima. Lakini uhalisia ndo huo, ni kwamba sasa hivi anapatiwa matibabu kwenye hospitali ya Aga Khan.